Kwa majina naitwa Grace Temba, makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma, tafiti na shauri, chuo cha uhasibu Arusha. Leo hii tumekutana katika taasisi, yaani chuo cha uhasibu Arusha makao makuu, tukiwa tunaweka jiwe la msingi, tuna kickstart maandalizi ya kongamano la kimataifa la utalii ambalo litafanyika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Kwa nini kuanza maandalizi leo, au kwa nini kickstart leo? Tukio hili la kongamano mtaona liko mbele yetu takribani miezi 3.5, tunaenda karibu miezi 4 katika kufanya maandalizi ili kufikia siku hii kubwa. Tukio hili la kongamano ni la muhimu sana kwa taasisi, yaani chuo cha uhasibu Arusha, lakini ni maalum sana na muhimu sana kwa wadau wote wa utalii. Na mwaka huu kipekee tunasema wadau wa utalii sio ndani ya Arusha tu na sio Tanzania tu. Tunataka kupata wadau, tunataka kupata washiriki mbalimbali watakaoshiriki kutoka Arusha penyewe, kutoka nje ya Arusha kwa maana ya Tanzania, lakini pia kimataifa tupate wawakilishi na washiriki kutoka nje ya Tanzania, maeneo mbalimbali ya duniani, hasa wale ambao ni wadau wakuu, washiriki wakuu wa sekta ya utalii. Wote tunafahamu kwamba ndio tunahamasisha utalii wa ndani na unaendelea kukua siku hadi siku, lakini sehemu kubwa sana ya watalii au washiriki wa utalii nchini kwetu wanatoka nje ya Tanzania. Lakini sote tunafahamu kwamba tunasema high season ya utalii ina kickstart mwezi wa 6 kwenda mpaka mwezi wa 8, mwezi wa 9. Kwa hiyo hii ni wakati muhimu sana, wakati mahususi kutangaza au kuongea tukio tunaenda kulifanya mwezi wa 9, yaani kongamano letu. Na hivi tunasema ni kongamano la kimataifa, basi tunategemea tutakuwa na mataifa mbalimbali. Tumefanya mwezi wa 6 ikiwa ni miezi takribani 3 kabla ya siku yenyewe, ili tutoe muda wa kutosha wa maandalizi kwa taasisi yenyewe kwanza, lakini kwa wadau wengine wote. Mwaka huu tunategemea na ni malengo yetu kuwa na tukio kubwa sana. Kama ambavyo mmesikia tukiongea kuanzia mwanzo, ni tukio la 4, ni kongamano la 4 kuanzia tumeanza. Kwa hiyo hata mtoto anavyoanza anaanza kwa kujifunza taratibu, lakini kwa mara ya 4 tunataka kweli sasa tufanye with impact, kweli tutikise dunia kwamba kuna kongamano la utalii linafanyika nchini Tanzania, linafanyika Arusha, lakini kikubwa sana linaandaliwa na chuo cha uhasibu Arusha. Kiuhalisia kongamano huwa siku ya kongamano huwa gani? Siku ya kongamano tunawaweka pamoja, tunawaleta pamoja wadau mbalimbali, tunatoa taarifa mbalimbali za kitafiti zilizofanywa na wadau mbalimbali, lakini pia na chuo cha uhasibu Arusha. Tunakutanisha wadau wa mbalimbali, kwa mfano watengeneza sera au watunga sera wa taasisi. Tunakutanisha wadau wenyewe wanaoogelea kwenye sekta ya kitalii. Sasa fikiria unapokutana na mtafiti aliyeibua changamoto na kuzitafutia solution, lakini pia unakutana na yule mlaji na muandaaji, yani mpishi, lakini pia unakutana na mtengeneza sera. Mwisho wa siku tunategemea kweli sio tu kongamano lenyewe au kutangaza taasisi au kutangaza nchi, lakini tunategemea kweli kupata maboresho makubwa zaidi kwenye sekta ya utalii ambayo yatanufaisha pande zote: watumiaji, watoa huduma, watungaji na wasimamizi wa sheria. Mtu anaweza kusema kwamba chuo cha uhasibu kimebase kwenye masuala ya fedha kinapoingia kwenye utalii, lengo ni nini?
Hapana, chuo cha uhasibu Arusha libaki ni jina, lakini hatujabobea tu kwenye masuala ya fedha. Chuo cha uhasibu Arusha kinatoa kozi mbalimbali kwenye uwigo mkubwa sana, tukianzia uhasibu wenyewe, marketing, procurement, IT, lakini pia na utalii. Sasa utalii ukiunganisha au ukaubeba with modern technology, tunapata kitu kikubwa zaidi na kitu kizuri zaidi. Mchango wa kongamano hilo ambalo mmekuwa mkilifanya tangu mmefanya, mchango wake ni upi kwenye sekta ya utalii? Kwa kweli tumetoa maboresho makubwa sana kwa wadau wa utalii, tukianzia watoa huduma, lakini pia kwa taifa, lakini pia kusambaza taarifa na knowledge mbalimbali kwa sekta zote, haswa kutoka kwenye tafiti ambazo tunazifanya za kuboresha. Naweza kusema kwamba tunachangia kiwango kikubwa sana kuboresha sekta ya utalii nchini na kuikuza kimataifa. Kwa majina naitwa Joyven Geoffrey Katalama, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha ambaye ninasoma kozi ya utalii na mwaka wa pili. Kongamano hili la utalii ambapo sasa ni kwa mara ya 4 linafanyika chuoni kwetu limetunufaisha katika mambo mbalimbali, ambapo cha kwanza kabisa tumeweza kupata wadau wengi wanaofuatilia utalii, lakini pia swala la pili tumepata walimu ambao wanatoka nje na sehemu tofauti tofauti kutufundisha swala la utalii pamoja na hospitality. Lakini pia na imetusaidia wanafunzi kuitambulisha kozi yetu ya Tourism and Hospitality Management ambayo inatoka chuo cha uhasibu Arusha, na kutoa ile dhana ya kwamba chuo cha uhasibu Arusha ni kinadili na kozi tu za uhasibu. Pia na tumeweza kupata uwanda mkubwa, sisi kama wanafunzi tunapata fursa kupitia hizi innovations zinazofanyika hapa. Asante. Mimi naitwa Lucy Noel Foya, ni meneja masoko wa Mount Meru Hoteli. Topic ya leo, maonyesho kama haya au fursa ya mikutano kama hii ya utalii inatupa fursa kubwa kama hoteli kujitangaza, lakini pia watu kutujua sisi ni hoteli ya aina gani, kwa maana ya kwamba kuna wanaopata fursa kwetu. Kwa mfano, wanafunzi wanaosoma hapa wakijua kwamba kuna Mount Meru ambayo ni 5 star, watakuwa interested sana kuja kufanya zile training na kujifunza mambo ambayo ni ya kile wanachokisoma mahali hapa. Kwa hiyo ni fursa kwetu, lakini ni fursa kwao pia. Kwa upande mwingine, mkutano kama huu unapofanyika hapa mjini, tunapata wageni na tunapata zile side meeting. Wanaweza wakaamua labda dinner au cocktail wafanyie pale kwetu kutoka mazingira ambayo tulionayo. Kwa hiyo ni fursa kwa upande wetu pia. Pamoja na hayo, tunapata network. Wanapokuwa sponsored na sisi, tukisema tuna sponsor tukio kama hili, tunapata network kwa zile nchi ambazo wanazialika kwa huu mkutano. Kama hapa tunaona mwenyeji wa mkutano hapa amesema kwamba wanaalika nchi mbalimbali ili kuweza kupeleka Tanzania nje zaidi na tuweze kujulikana kule zaidi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.